Mnyama Simba amefanikiwa kutinga hatua ya fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika baada ya sare tasa ya bila kufungana dhidi ya klabu ya Stellenbosch ya pale Afrika ya Kusini leo hii. Na mtarangi ulikuwa mgumu kweli kweli, vuta ni kuvute kwa pande zote mbili, Simba akihakikisha basi haruhusu kuweza kufungwa goli lolote au akifunga mianya yote ya kuhakikisha basi Stellenbosch anakosa kabisa ule mwanya wa kuweza kupita na kumuona mlinda lango Musa Pinpin Kamara. Kwa hiyo kazi kubwa ilifanywa na wachezaji wa Simba leo hii, Musa Kamara Pinpin akionekana kama vile ni nyota wa mchezo baada ya kufanya saves za maana kweli kweli. Lakini baada ya mchezo huu kumalizika, acha nikupe takwimu za mchezo huu ambapo tutaiangalia mechi hii kwa ujumla, jinsi ambavyo safu zote mbili za ushambuliaji, safu ya kiungo pamoja na safu ile ya ufungaji, ipi ambayo ilikuwa bora zaidi siku hii ya leo. Na nikukumbushe kabisa kwamba mchezo unaofuata kwa Simba kimataifa ni mchezo wa fainali dhidi ya klabu ya RS Berkane, mchezo ambao utapigwa tarehe 17 kule nchini Morocco, kisha mchezo wa marejeano utapigwa hapa jijini Dar es Salaam tarehe 25 Mei. Sasa tukiangalia takwimu za mchezo huu kwa ujumla, Simba aliweza kupossess mpira kwa 42%, huku klabu ya Stellenbosch ya Afrika Kusini akipossess mpira kwa 59%. Mashuti ambayo yamepigwa, Simba walipiga mashuti 5, Stellenbosch walipiga mashuti 13. Golikipa ambaye aliokoa michomo ya hatari zaidi ni Musa Pinpin Kamara ambaye aliokoa mashuti 4 dhidi ya golikipa wa klabu ya Stellenbosch ambaye yeye aliokoa mashuti 2. Lakini kwenye kona, Stellenbosch walipiga kona 8, Simba wakipiga kona 2. Timu ambayo ilicheza madhambi mara nyingi ni timu ya Stellenbosch ambayo ilicheza madhambi mara 14 dhidi ya Simba ambao walicheza mara 10. Lakini pasi ambazo zilipigwa, Stellenbosch walikuwa juu kweli kweli, walipiga jumla ya pasi 387 dhidi ya 284 za mnyama Simba. Lakini tackles ambazo zilifanyika kwenye mchezo huu, hawa Stellenbosch walifanya tackle 16 huku Simba wakifanya tackling 9 tu. Lakini free kick, Simba walipiga free kick nyingi zaidi ambazo pia leo hii hazikuzaa matunda. Hatujui, inawezekana pia siku haikuwa nzuri kwa mnyama ambaye alipiga free kick 14 huko Stellenbosch akipiga free kick 10. Lakini kati ya free kick zote hizi jumla 24, hamna free kick hata moja ambayo ilimtisha golikipa wala kuwapa mchecheto wale mabeki. Lakini kadi za njano zilitoka 2 kwa Simba na vile vile zilitoka 2 kwa upande wa klabu ya Stellenbosch. Mashuti ambayo yalipigwa ni jumla ya mashuti 18 huku Simba wakipiga mashuti 5 tu, wakati Stellenbosch wakipiga mashuti 13. Shots on target, Simba walipiga mashuti 2 tu ambayo yalilenga lango, lakini klabu ya Stellenbosch walipiga mashuti 4 ambayo yalilenga lango. Hakuna shuti hata moja ambalo liligonga mtamba panya, ama tunasema shuti ambalo liligonga mwamba. Lakini mashuti ambayo yalienda nje ya lango, Simba walipiga mashuti 2 huku Stellenbosch wakipiga mashuti 5. Mashuti ambayo yalizuiliwa kikamilifu, Simba walizuia shuti 1 tu huko Stellenbosch wakizuia mashuti 4 ambayo yalipigwa na Simba kuelekea langoni mwao. Na kati ya hayo mashuti ambayo yalipigwa ndani ya boksi ni mashuti 9 kwa Stellenbosch dhidi ya shuti 1 tu la Simba. Mashuti ambayo yalipigwa nje ya boksi, Simba walipiga mashuti 4, Stellenbosch nao walipiga mashuti 4. Eneo ambalo lilitumika sana leo hii kuchezewa mpira ni eneo la katikati ambapo lilitumika kwa jumla ya 45%, huku upande wa golikipa wa Simba ikitumika kwa 31% dhidi ya 24% kwa upande wa Stellenbosch. Lakini pasi ambazo zilipigwa kwa usahihi ni pasi 289 kwa Stellenbosch dhidi ya pasi 172 ambazo zilipigwa na klabu ya Simba. Mipira ya kurusha, throw in, Simba walirusha mipira mara 20 huku Stellenbosch wakirusha mipira mara 31. Hapa tunaweza kusema kwamba mipira ya kurusha ilikuwa mingi zaidi, jumla ya mipira ya kurusha ilikuwa ni 51. Lakini final third entries, hapa tunasema ni nani ambaye aliingia zaidi kwenye eneo la 6 ya mpinzani. Simba aliingia mara 64, Stellenbosch aliingia mara 59. Jumla ya pasi ambazo zilipigwa ndani ya eneo la hatari ni 63% za Stellenbosch dhidi ya 38% za Simba. Mipira mirefu, Simba walipiga
jumla ya mipira mirefu kwa asilimia 36, Stellenbosch wakipiga nao hivyo hivyo, lakini crossi ambazo zilifika ni asilimia 33 kwa upande wa mnyama, huku crossi ambazo zilipigwa kwa upande wa Stellenbosch wao walifikisha asilimia 29. Tuangalie sehemu ambayo ni ngumu zaidi, ama goalkeeping. Sehemu ambayo ilikuwa na ugumu sana leo hii ni eneo la goalkeeping, ambapo Musa Pinpin Kamara alifanya jumla ya saves 4 ambazo zilikuwa za maana kweli kweli, huku goalkeeper wa timu ile ya Stellenbosch akifanya saves 2 tu. Lakini Musa Pinpin Kamara alipanchi mipira 3 ambayo ilikuwa inaelekea langoni mwake, wakati wao Simba hawakupiga shuti hata moja ambalo mlinda lango wa Stellenbosch alipanchi. Goal kicks Simba walipiga mara 10, lakini hawa Stellenbosch ambao walikuwa nyumbani wenyewe walipiga goal kick mara 3 tu. Hizi ndizo takwimu za mchezo huu ambao ulikuwa mgumu kweli kweli, lakini zikitokea jumla ya controversial ama yale maamuzi ambayo yalikuwa ya utata mara 3. Tukio la kwanza lilikuwa na penalty la Kibu Dennis kwa upande wa Simba, ambapo VAR iliamuru kwamba hakuna tuta, lakini tukio la pili lilikuwa ni tukio la tuta kwa upande wa Stellenbosch, lakini vile vile VAR iliamua hakuna tuta. Tukio la tatu ni tukio la goli la klabu ya Stellenbosch, ambapo watu wengi waliamka na kushangilia ambao walikuwa uwanjani, wale mashabiki wa Stellenbosch pamoja na benchi la ufundi, lakini baadaye VAR pia ilikataa goli lile na kusema ni offside. Mchezo ulikuwa mgumu kweli kweli, vuta ni kuvute ya pande zote mbili. Yusuf Ali Kagoma akihakikisha eneo la kati linakuwa salama zaidi, ambapo alihakikisha yeye kazi yake kubwa ilikuwa ni kukata umeme, kuhakikisha mabeki wa Simba hawafikiwi kwa urahisi. Yeye pamoja na Fabrice Luamba Ngoma eneo la katikati walilitawala vizuri, Kagoma kikaba zaidi, wakati Ngoma akichukua mipira na kuweza kusupply japo leo hii mipira ambayo ilifikia kwa washambuliaji. Hapa namzungumzia mshambuliaji ambaye alicheza kipindi cha kwanza, Steven Dese Mukwala, ambaye hakupata mipira ambayo ilikuwa inamruhusu yeye sasa kufunga, ama mipira ambayo tunaweza kusema ilikuwa inaweza kutufanya sisi ambao tulikuwa tunatazama mpira tumlaumu kwa kuwa hakuna mpira wote ambao ulikuwa unatakiwa yeye aweke kimiani akakosea. Kwa hiyo hapa tunaweza kusema upande huu wa Stellenbosch walinzi wao leo hii walikuwa very tactic kuhakikisha mipira haifiki, hasa wakimzuia Eli Mpanzu pamoja na Kibu Dennis, wakihakikisha hao ndio watu ambao wana madhara makubwa kwa upande wao kutoka upande wa Simba kuelekea Stellenbosch, ambapo maamuzi yao yalikuwa sahihi zaidi leo hii kuhakikisha Kibu Dennis Prosper anatembea, lakini kwa ugumu mno kwamba wanawekea watu ambao watahakikisha watu hawa wanashindwa kutembea. Eli Mpanzu Nkibisawala alikuwa na movement ambazo hazina hatari sana kutokana na jinsi ambavyo Stellenbosch walijipanga na kuhakikisha mipira yote ya hatari haiwezi kumfikia Eli Mpanzu, ambaye katika mchezo wa kwanza ndiye mchezaji pekee aliyekuwa na madhara makubwa sana kwa upande wao. Kipindi cha pili Lionel Christian Ateba naye hamna mipira ambayo ilimfikia, ambayo utasema sasa tumlaumu kwa sababu amekosa goli hili, ama tumlaumu kwa sababu kuna maamuzi ambayo amechukua ambayo hayakuwa sahihi. Kwa hiyo huu ndio mpira ambao tumeutazama dakika 90 za kibabe ambazo zilikwenda sare tasa bila, hakuna aliona lango la mwenzake, lakini Simba anavuka kwa aggregates ya goli 1-0, ushindi ambao aliupata hapa nyumbani pale visiwani Zanzibar, bao la Jan Chale Ahua. Kwa hiyo kongole kwa upande wa Simba. Hatua ya finali, kama kawaida finali ni michezo miwili. Mchezo wa kwanza pale nchini Morocco, ambapo Simba atakuwa mgeni wa klabu hii ya RS Berkane, ambaye yeye katika mchezo wake wa kwanza alibuka na ushindi wa bao 4-0 dhidi ya Constantine. Leo hii ameweza kupoteza kwa jumla ya bao 1-0, aggregates inasoma 4-1. Berkane amekwenda finali. Kwa mchezo wa kwanza utapigwa pale nchini Morocco, finali ambayo tunatarajia itakuwa ngumu, ambayo tunasema ni first leg, itapigwa Mei 17, na mchezo wa pili utapigwa tarehe 25 hapa nyumbani, uwanja wa Benjamin William Mkapa Lupaso, hapa ambapo tunatarajia Simba siku zote ndipo ambapo anakuja kufanya machinjio yake, na tunaamini Simba anaweza kulibakisha kombe hapa nyumbani katika mchezo wa pili, ambapo Simba wenyewe hatua hii itakuwa ni do or die, kombe lazima libaki nyumbani.